Mwanadamu anachukua chakula kutoka kwenye mimea, kwa sababu mimea inatengeneza chakula chake kutoka kwenye udongo, na kazi ya mimea ni kushape kile chakula ili kiweze kufaa kwenye mwili wa mwanadamu. Na sifa nyingine ni kwamba mwili wa mwanadamu ni rahisi sana kutumia chakula kilichoko kwenye mimea pasipo madhara makubwa kama ambavyo inaweza ikawa kwenye chakula kinachotokana na wanyama. Sasa mwanadamu kwa sababu ni mwili wa udongo, tunapokula wanyama pia ni mwili wa udongo. Sasa huu mchakato unapokula nyama unakuaje? Unapokula nyama hauwezi ukaipata vile virutubisho vya chakula moja kwa moja kama vinavyopatikana kutoka kwenye ardhi kupitia kwenye mimea. Kwa hiyo inabidi ufanye nini? Inatakiwa uibomoe kwanza ile nyama. Tunaelewana jamani? Inatakiwa ubomoe mwili wa mnyama, uuvunjevunje. Kwa hiyo badala ya kuanzia chini kwenye zile chembechembe ndogo kuja juu kujenga mwili, unachukua mwili wa mnyama uliotoka kwenye udongo kupitia kwenye mimea, unaubomoa ili upate nini? Vile virutubisho. Sasa matokeo yake ni nini? Tofauti na nyumba, kwa sababu nyumba unaweza ukaibomolea pale ilipojengwa, ukachukua matofali na bati na mbao ukahamishia site kwako, kile kifusi kitabaki pale, si ndio? Lakini unapokula nyama sasa, ule mchakato wa kubomoa unaufanyia ndani ya mwili wako. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa hiyo kile kifusi kinachobaki kinajaa ndani ya nini? Mwili wako, na hakihitajiki. Kwa hiyo mwili unapata kazi kubwa zaidi ya kusafisha, na kilichopatikana ni kidogo, lakini uchafu ni mwingi kuliko kile unachokihitaji. Kipimo ni rahisi sana. Sisi madaktari huwa hatuna aibu sana. Tunaambiwa ukiwa na kiu, ukitaka kupima wingi wa maji kwenye mwili wako, unakagua rangi ya nini? Ya mkojo, si ndio jamani? Ndio maana masinki ya vyoo ni meupe, ili uweze kutofautisha rangi. Maana likiwa jeusi uwezi ukajua huu mkojo una rangi gani, si ndio jamani? Lazima upime rangi ya nini? Ya mkojo. Sasa nakupa kipimo kingine kwenye mfumo wa umeng'enyaji wa chakula. Ukitaka kupima ubora wa chakula ulichonacho, kagua harufu ya ile gesi inayotoka kupitia njia ya haja kubwa unapokuwa umekula chakula. Kuanzia leo nakupa hilo zoezi, kakague. Ni kweli ukila maharage unaweza ukapata gesi nyingi, lakini huwa haina harufu mbaya kama harufu inayotokana na kula nyama. Find and prove it. Mimi nina watu pale nyumbani kwangu niliwahi kuwaeleza hiki kitu, baadaye wakaanza kukagua. Walipofuatilia, hamna mtu aliyewaambia kupunguza mazoea na nyama. Wao wenyewe walisema, aisee, hii kweli ni tofauti. Kwa nini? Ni kama mtu aliyechoma takataka chafu. Unajua ukichoma mapirapira yale moshi unakuwa mweusi, si ndio? Na huwa tunaambiwa ile ni sumu. Ndivyo ilivyo. Tunapoingiza nyama, sumu na uchafu ni mwingi kuliko kile ambacho kinatufaa kujenga miili yetu. Sasa mimi huwa napenda sana kurelate maisha ya mwanadamu na mnyama na wanyama, kwa sababu Mungu wetu ni mngapi? Ni mmoja aliyetuumba. Tumeona wanyama wenye akili wanakula nini. Sasa leo nataka niwaoneshe maisha ya wanyama wanaokula nyama. Hawa wanaitwa feline species, ni jamii ya paka. Wamo simba, paka wa nyumbani, yumo chui. Hawa wanyama wala nyama. Moja ya sifa yao kubwa ni kwamba wana maisha mafupi kuliko wanyama wanaokula majani. Hiyo ni research kabisa, nimekoti hapo. Kwa Kiingereza ameiandika hapo, wanaojua hiyo lugha wanaweza wakaelewa kwamba maisha ya wanyama wanaokula majani ni marefu kuliko wale wanaokula nyama kama chui, simba na fisi. Sasa angalia hilo jedwali, inawezekana usilione kwa karibu sana, lakini angalia kuna mnyama, chakula anachokula na urefu wa maisha yake. Haya, kobe anakula majani, kitaalamu tunaita ni herbivora, anaishi miaka 150. Tembo anakula majani, uko polini anaweza kuishi miaka 70. Sungura anakula majani, anaishi miaka 4.
Huyu kuna sababu. Unajua ukiwa mdogo polini unaonewa sana. Kwa hiyo sungura wanamuonea sana. Analiwa na wanyama wengine. Sasa twende hapo chini. Unamuona chui ni carnivora, anaishi miaka 13 tu. Lakini tushuke chini kwa chimpanzee, sokwe mtu. Anakula majani na tulimuona anakula mimea, matunda, anaishi miaka 45 na ni mnyama. Hana hospitali, hana daktari kwamba atampa tiba, kwa chakula tu. Sasa wanyama wala nyama, ukiachana na ufupi wa maisha, imegundulika magonjwa mengi ambayo sasa hivi yanaisumbua hata wizara yetu ya afya yanawapata wanyama wanaokula nyama. Hiyo research ilifanyika, wanasema kwamba wanyama wanaokula nyama wanapata magonjwa ya figo kwa kiwango kikubwa, na 80% ya vifo vinavyotokana na paka au wanyama jamii ya paka kama paka tunaofuga nyumbani ni kwa sababu ya magonjwa ya figo. Vile vile wale wanyama wanaojiishi wenyewe kama chui, simba na jamii yao, nao lazima wana aina fulani ya magonjwa ya figo. Sasa tunaambiwa kwa sababu hao wanyama wanakula sana protini inayotokana na wanyama, tafiti zimeonyesha kwamba chakula chenye protini nyingi inayotokana na wanyama huwa kinaipa figo kazi kubwa ya kuchuja zile sumu. Unajua figo ndio inayochuja sumu, na hasa protini kwa sababu ina amonia na vitu vingine, huwa haina njia nyingine nzuri ya kutoka zaidi ya mkojo. Mkojo na njia kubwa sawa ya chakula, lakini sana sana inapochujwa kwenye figo ndipo damu yote inachujwa. Kwa hiyo sumu zote zinapopita kwenye figo inasababisha vile vidude vya figo vifanye kazi kupita kiasi. Tunaita kitaalamu glomerular hyperfiltration, na hii inapunguza ufanisi wa figo. Unashangani kwa nini leo dialysis zimeongezeka? Nimekwisha kupa jibu. Kwa ujumla, ukiachana na hiyo changamoto ya kuumiza figo, chakula cha protini inayotokana na wanyama, kwa sababu wanyama tunapokula nyama huwa tunachemsha, ina mifupa, si ndio? Mifupa ile huwa ina calcium na phosphate, maana mifupa yetu ni calcium na phosphate combined. Sasa ulaji wa nyama sana unasababisha mtu apate kiwango kikubwa cha phosphate kwenye mwili. Hii high intake ya phosphate inakubalika kwa ujumla kwamba ndiyo inayopelekea watu kuzeeka haraka na kuwa na maisha mafupi, accelerated aging and shortened lifespan. Kwa hiyo kiangalia wale wanaoishi zaidi duniani tunaziita blue zones, maeneo ambayo wanadamu wanaishi zaidi ya miaka 100, yapo 5 duniani. Ninataka nikupe mfano kutoka hili eneo la Romalinda. Hii ni research haikufanywa na Wasabato, lakini walisema jamii ya Waadventista wa Sabato wanaoishi California wanaishi miaka 10 zaidi ya Waamerika wengine, kwa sababu wanachukua mlo wao moja kwa moja kama ulivyoandikwa kwenye Biblia, tena ule wa mimea, sio nyama. It's a vegan diet of leaf greens. Alafu pia wanakula karanga na jamii ya mikunde, marage hayo na kadhalika. Lakini kingine wanaitambua Sabato, na kwa hiyo huwa wanapumzika kila wiki masaa 24. Na anasema Waadventista wengi katika maeneo hayo huwa wanafikisha umri wa miaka 90, lakini bado wakiwa na uwezo wa kufanya kazi nyingine. Sasa ulaji wa wanyama ulianzia wapi? Mama Ellen G. White anasema hata kabla ya gharika wanadamu walikuwa wamekwisha anza kuvuka mipaka ya tamaa zao na kula nyama. Na Mungu alipoleta gharika duniani, tunaona ndipo aliporuhusu watu kula nyama, kwamba wanyama wote watakuwa chakula chenu. Sasa angalia huo mstari mwekundu unatenganisha urefu wa maisha kabla ya gharika na urefu wa maisha baada ya gharika. Nyama iliporuhusiwa ndipo umri wa watu ulipopungua kutoka miaka 900 mpaka miaka 120. Na Mungu kwa wema wake alipolichagua taifa la Israeli ili aweze kuwatakasa na kuwafanya watakatifu, Mungu aliwanyima nyama makusudi kwa kiasi kikubwa. Lakini wanadamu wenyewe wakafanyaje? Wakakinai chakula Mungu alichokuwa anawapatia, wakataka wale nyama, wakaona ni heri wawe watumwa lakini wale nyama. Niliwahi kukutana na mtu mmoja akaniambia,
kama kula nguruwe ni dhambi, mi bora nisiende mbinguni. Kumbe shida ya kula nyama ni wengi tunakula nyama kwa sababu ya tamaa. Mfumo wa umeng'enyaji wa wanadamu unafanana na mfumo wa umeng'enyaji wa wanyama wanaokula majani. Kwa hiyo tunaambiwa mtu kwa sasa anakula vyakula vya mimea na nyama, lakini mfumo wa umeng'enyaji wao unaonesha kwamba huko zamani watu walikuwa wanakula vyakula vya majani pekee. Hizo ni tafiti za watu wasiomjua Mungu. Sasa Biblia inatuambia nini? Usiwe mmoja wa walafi wenye kupenda nyama. Kula nyama kama hakuna chakula kingine cha kula. Kula nyama kama hauna alternative nyingine ya chakula. Maana hata Biblia imesema msiwe walafi wenye kupenda nini? Kwa nini isiseme msiwe walafi wenye kupenda matunda?